Bwana basi kama ilivyokaa Tanzania nyumba tena. Huyu hapa mwito Falu DJ kutoka ZC Production Jumba la Burudani. Na sasa tuko na sehemu ya 4 ya tamthilia bomba sana hapa. Wasema ni Love Alarm. Hii hatukuweza kuwapa madogo sababu tujua kuna vitu vitawashinda kutokana na level kidogo ya uelewa wa hizi kazi. Sasa tunaipiga wenyewe. Wanasema ni Love Alarm katika episode ya 4, na hii baada ya kumaliza episode ya 3 tuendelea kuenjoy burudani bomba sana hapa. Basi tuunganishe pale ambapo tulishia. Basi baada bibi pamoja na kuanza kujiunga katika hiyo programu hivi alijikuta naye anapata taarifa ambayo ilimshtua zaidi ya kwamba katika eneo la chuo tayari watu wameshagombana sana, na isoshe ya kuamini ya kwamba mtu ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Angwi amepigwa sana na boyfriend wake. Lakini kwa wawili hao pia mkali alipata nafasi ya kumuuliza mwenzake ya kwamba kutokana na hiki tunachogombania Love Alarm ndio kitakuwa kitu pekee cha kuweza kutatua ugomvi wetu, na hapo itamfanya Jojo amchague mtu ambaye ni sahihi zaidi. Lakini anamwambia majira usiku yale bibie aliamua kutafuta nafasi ya kwenda kumuona mwamba ambaye anafahamika kwa jina la Ilisuku ili aweze kumpa taarifa tu ya kile ambacho kiliendelea. Basi baada ya kufika kwa mwamba alikuwa ni mtu ambaye ana gaza kubwa sana na hasira ilikuwa imeshakuwa kubwa sana kwa mtaalamu. Lakini bibie alikuwa anahitaji kumwambia kitu fulani, lakini mwanaume alikuwa hataki kumpata nafasi bibie aweze kuongea zaidi ya kungangania tu kusema ya kwamba basi kwa kutumia Love Alarm itazilisha ni kiasi gani yeye anampenda binti ya kufahamika kwa jina la Kim Jejo. Lakini binti alisita sana na kumwambia tayari kitambo nishakuwa na hiyo program, hivyo sidhani kama unachokifikiria kitakuwa ni njia sahihi ya kufikia hatima ya kile ambacho tunakubaliana. Basi baadaye bibi alimuonesha tu mambo ya kwamba pamoja na kwamba hapo karibu, lakini Love Alarm imeshindwa kudetect kwamba watu hao wanapendana. Kumbuka Love Alarm inakuwa inatumia kilomita 10 tu, yani kilomita 10 ambazo utakuwa na mtu ambaye unampenda basi itawaka. Lakini hapo kwa karibu zaidi Love Alarm imeshindwa kuwako kwa upande wa bibi, na hii inamfanya bibi amini ya kwamba huyu sio miongoni mwa watu ambao wanampenda. Lakini upande wa pili kwa mkali alikuwa amehuzunika sana, unajua yanomaga sana, siwezi kuyataja jina, pale ambapo unahisi kitu ambacho kilikuwa kinahusika kwa upande wako ndio hivyo unakikosa. Mwanaume aliambamba kinyaturu. Lakini moja kwa moja upande wa pili katika jumba huko bwana mdogo baada ya kuchezea kichapo mama alikuwa kizidi kumkejeli tu, lakini huyu ambaye alikuwa ni mfanyakazi mamake na bwana mdogo kufahamika kwa jina la Hiyo alikuwa anamwambia bwana mdogo ameshakuwa hivyo. Kwa hiyo masuala ya kugombana ni miongoni mwa viashiria vya kwamba kwa sasa naye ameshakuwa mtu mzima. Ile ilimkera sana mama. Lakini bwana mdogo moja kwa moja mzigo unatusha upande wa pili kwa mtaalamu kufahamika kwa jina la Hiyo, akiwa katika majukumu yake ya kila siku kupambania ugali, kwani hizi ni kazi za part time tu. Lakini leo alimuona bibi na alikuwa anajiuliza sana namna gani anaweza kupata nafasi ya kuweza kukutana na bibi. Lakini baadaye bibi aliweza kuomba ruhusa na kuweza kutoka katika ile eneo, na hii ilimfanya mkali naye atafute namna ya kujaribu kutoka katika ile eneo, lakini mambo yalikuwa magumu. Basi bibi baada ya kutoka katika lile eneo akiwa anahitaji kurejea maeneo ya nyumbani. Lakini na upande wa pili kwa mkali naye huku moja ilikuwa ikae na mbili ilikuwa ikae, ni kwamba wanasema ni love connection, kuna muunganiko fulani hivi ambao ni wa kimahaba zaidi. Bibi alirejea katika lile eneo la mwanzo kabisa, sehemu pekee ambayo aliweza kupata busu la kwanza kutoka kwa Wangwi. Ulimeonaga mfupa, tulia. Basi na mwanaume kutokana na mhemko wa hisia alihisi kuna kitu katika lile eneo, lakini pamoja na kufika katika lile eneo tayari bibi alikuwa ameshaondoka. Hii inaonyesha namna gani wawili hao wanapendana sana, kwani wanasema hisia zao zinaenda kwenye muda ambao unafanana. Kumbuka ni Love Alarm ya The Chosen One. Acha tulichambue dude ili wewe taki yao. Basi baada ya kurejea nyumbani hapa aliweza kufika katika nyumba ambayo anaishi na binti ambaye alikuwa amepata muktadha wa kupendwa na mkali wa kufahamika kwa jina la Duku. Na binti baada ya kumuona bibia na simu alienda kumuuliza hiyo simu ametolea wapi, lakini bibia anasema ilikuwa ni zawadi kutoka kwa Duku ambaye alikuwa anahitaji kukupatia. Hivyo bibia aliweza kuitupa ile simu kwamba bibia hahitaji kusikia habari zozote za kumhusu mkali ambaye anafahamika kwa jina la Duku. Basi leo katika eneo la supermarket majira ya usiku bibi Tara Bintibu alianza kupata mwongozo na kuangalia Love Alarm inaoperate kiasi gani na imekuwa na ushawishi kiasi gani, kwani ni katika eneo zima la mji wa So mabango na vipeperushi na taarifa mbalimbali zimekuwa zikiwa zinaelezea uzuri wa program. Sasa baadaye aliweza kuingia kwenye peji ya mkali, na hii kitaalamu tu
inaonekana kwamba ni mkate tayari umeshapata maji. Kwa hiyo hatuna shaka tena na mtaalamu wetu wa kufahamika kwa jina la Ang inaonyesha na pointi nyingi sana za kuweza kuondoka na mtoto. Basi habari zilikuwa zimesambaa sana, lakini upande pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina hiyo alikuwa anashangaa sana juu ya miongozo ambayo inazidi kutamba. Lakini upande wa pili kwa binti leo katika eneo la kudansi katika eneo la shule haijisi tofauti sana, kwani watu walikuwa ni kama vigumu sana kuamini kile ambacho anakifanya mara kwa mara, wakiamini kwamba yeye atakuwa na msongo wa mawazo kutokana na kile ambacho ameambiwa na Doku mtaalamu. Basi ilimkasirisha sana bibie. Sasa kunje kulikuwa kuna vumi ambazo zinaendelea. Sasa ni kwamba picha imeisha postiwa katika magrupu yote ya WhatsApp, ya Facebook, namna ambavyo bibie alifanya na yule mwamba, na hii ilimkela sana binti huyu, kwani binti huyu anampenda sana mkali wa kufahamika kwa jina la Angson. Hivyo alimletea kizaazaa kikubwa sana binti, lakini binti alikuwa ni mtu ambaye anajaribu kuvumilia tu kile ambacho kinaendelea. Sasa dharau ilikuja kwa mbaya zaidi pale ambapo bibie alimkumbusha binti kitu kimoja cha zamani, ya kwamba wewe ulishafanyaga mauaji, yani usababisha wazazi wako wafie katika kisiwa cha Jeju Island. Hii ilimfanya bibie amuoneshe utofauti kidogo, kwamba hata kama anaishi kwao hawezi akakubali aendelee kupata manyanyaso ambayo anaweza akamkumbusha kumbukumbu za mateso zaidi ikiwa yeye ni yatima. Hivyo ulikuwa ni ugomvi mkubwa sana kwa ndugu wao hili. Lakini pia sasa tunarejea katika eneo la darasa, huku binti alikuwa ni mtu ambaye mpata unyonge sana, kwani hata marafiki zake walikuwa tayari wameshaanza kumbagua, especially rafiki yake mkubwa sana. Binti ambapo alikuwa anajaribu kumuongelesha, binti huyo aliona ni vema atie earphone asisikie chochote ambacho anaambiwa na rafiki yake. Hili mfanya bibi ajisikie upweke sana kutokana na ile hali ambayo ilikuwa inaendelea pale. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba mkali wa kufahamika kwa jina la Sunyang aliweza kuingia, na hapa alimwambia bibi tu, nahitaji unipe mkono tuweze kuongozana kwa hiki ambacho kinafanyika hapa, kisije kikakupa unyonge, amini uko na mtu ambaye anausai sana. Basi naambia kalikuwa nikamshangilio. Lakini sasa wanaopata nafasi ya kutoka na binti Kim Jejonje, lakini binti alimvuta tara bintibu, kuna kitu ambacho anahitaji kumwambia. Hii ni Love Alarm, tulia wewe. Basi hatimaye bibie baada ya kumvuta mtaalamu aliweza kumleta nje na kumuonesha tu ya kile kitu ambacho kimetrendi sana. Na upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Hyung anapata taarifa ya kile ambacho kimetokea, na hapa anahitaji kuwahi japo akapate nafasi ya kutetea penzi lake hili asije akamkosa Kim Jojo. Lakini upande wa pili wawili hao walikuwa katika mabishano mazito sana ya kile ambacho kimetokea, lakini mkali alimuuliza kitu kimoja tu bibi, ina maana kufurahishwa na hicho ambacho kimetokea katika ile eneo. Binti alikuwa na cha kufanya, na hapa alihitaji kuwasha Love Alarm ili aweze kudhibitisha. Lakini baadaye mkali alimtoa na kuhitaji kwenda naye katika jengo moja kwenda kuprove ni kiasi gani anampenda. Lakini mkali kufahamika kwa jina Hyung anafika na kuliona lile tukio. Sasa nini ambacho kitajiri? Mwanaume akaona hii kama mbwai achewe mbwai, naye akatimba katika eneo lilo la mjengo kwenda kujua ni nini ambacho kitajiri baina ya wawili hao. Yeye mwenyewe anampenda binti na mkali anampenda binti, na mkali kumbuka alishamwambia Love Alarm ndio kitakuwa kitu pekee ambacho kitamfanya Jojo ajue ni nani yuko upande wake. Basi mwanaume naye katia magumu huko ndani ya nyumba. Mwanaume anawasha Love Alarm yake na bwana mdogo pia akawasha Love Alarm yake kwa wakati mmoja. Wote wanahitaji kujua, je, ni nani ambaye na mapenzi ya kweli kwa binti. Basi baada ya kuwasha Love Alarm na bwana mkubwa naye alifika katika ile eneo, naye aliweza kuwasha Love Alarm yake. Sasa nakwambia ni mtu mbili ndani ya track moja. Sasa nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ambayo inafuata ya muziki bomba sana hapa wa Love Alarm ya The Chosen One. Kumbuka inapigwa kizazi zaidi. Tunahitaji kujua sasa ni nani ambaye atapata nafasi ya kupata mwongozo wa Love Alarm kutoka kwenye moyo wake na kwenda kwa bibi. Sasa hapa zinawashwa Love Alarm 3. Anasema ni mtu 3 ndani ya track moja. Hebu tukutane katika sehemu safi inayofuata ili kuendelea kuenjoy utamu wa vanilla. Hii inapigwa live sana kutoka GC Production Chumbara Butani kama kawaida, sio kizazi zaidi. Tuendelee kutamba na burudani nyingi sana. Na hizi sasa naomba nitoe kitu kama mwongozo zaidi. Mashabiki mtasema tu mnahitaji ziwe zinatoka ngapi kwa siku. Hata mkisema 3 au 2 sisi tutafanya, kwa sababu nyinyi mmekuwa ni nguvu kubwa sana ya kusupport kile ambacho tunafanya. Acha tuendelee kuenjoy mchezo kazuri sana kama penzi yake wanaita Love Alarm. Kumbuka ni katika episode safi kabisa. Yaani tukutane katika episode ya 5. Asante sana kwa time yako. Tutapendeza ukilike, ukicomment, ukishare,
ukisubscribe na mambo endelee kwa kizazi zaidi. Hii ni yetu sote. Yego, chao.